chenu cha uongozi. Tutayasema yale yote mazuri ambayo yamefanyika katika halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo kupitia uongozi wenu thabiti wa kipindi chote cha miaka mitano. Kwa sisi kama serikali tunatambua mchango wenu, tunathamini mchango wenu na tutaendelea kutambua mchango huo ambao mmeutoa kwa halmashauri yetu. Na niwaahidi kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya mkurugenzi hapa pamoja na wakuu wa idara, miradi yote ambayo imeanzishwa katika kata zenu ambayo tunaendelea kutekeleza, kwa sababu mlishapitisha bajeti ya 2025 2026, miradi hiyo tutaisimamia na itakamilika kwenye kata zenu. Miradi ambayo inaendelea kutekelezwa kwenye kata zenu, tutahakikisha kwamba miradi yote inatekelezwa na kukamilika kwenye kata zenu. Kwa muondoke hapa mkiwa na amani, msiondoke kinyonge kwamba sasa mimi labda na Dr. Ardhi baada ya kuondoka tutaacha kusimamia miradi yenu. Hapana. Kwenye mradi wako ambao uliibuliwa wakati wewe ukiwepo, tutausimamia tuhakikishe unakamilika, kwa sababu uliusemea, umeutetea na wewe ndio uliyehusika katika kuibua. Kwa hiyo hii lazima tuhakikishe kwamba tunakupa heshima hiyo ya kukamilisha miradi katika kata yako. Lakini kipekee kabisa kuna mambo ambayo naomba niyaseme ili tuweke rekodi vizuri mnapomaliza muda wenu na kurudi kwa wananchi. Kwa wale ambao bado mna nia ya kuendelea kugombea, wananchi waweze kuyatambua. Viongozi wengine ambao watahusika katika mchakato wa kupitisha au kujadili majina yenu, ni vyema tukawasemea ili tuwatendee haki. Na nataka hili kila diwani basi haka kaklipu muwaombe hawa mabwana wawakatie, ili mtakaporudi kwa wananchi huko mkiweke kwa uwazi bila wasiwasi kwamba mkuu wa wilaya alisema. Na nafanya hili kwa kutambua kwamba kila mmoja wetu ana haki ya kusemewa vizuri alipofanya vizuri. Lakini pia nikitambua kila mmoja wetu ahukumiwe kwa makosa ambayo ni haki yake na sio kwa kuonewa. Mambo mawili ambayo madiwani wamekuwa wakilaumiwa kwa kuonewa na sio makosa yao ni swala la barabara, swala la maji. Leo hii tunapofika mwisho katika kipindi hiki, serikali ya awamu ya 6 kwanza kupitia michango ya madiwani imefanya kazi kubwa sana kupeleka fedha kwenye sekta ya barabara kwenye kata zetu. Waliowezesha barabara zisajiliwe kwenye kila kata, ziingie chini ya usimamizi wa TARURA, ziende chini ya usimamizi wa TANROADS, ni waheshimiwa madiwani ambao wanahitimisha muda wao leo. Ili barabara ipelekewe fedha, ili barabara iweze kutengenezwa, ni lazima iingie kwenye mfumo wa TARURA au TANROADS. Sio kazi ya halmashauri, sio kazi ya ODC kutenga fedha kutengeneza barabara kwa mujibu wa taratibu zetu zilivyo kwa sasa. Kazi hizo zinafanywa na TARURA, kazi hizo zinafanywa na TANROADS. Lakini kupitia madiwani hawa na mstahiki meya, mliweza kuendesha michakato, barabara zikasajiliwa, lakini mkaweza kupaza sauti, barabara zenu zikafanywa matengenezo ya muda mfupi, ya muda mrefu, na barabara nyingine zimejengwa kwa viwango vya lami au zege. Lakini jambo ambalo ni lazima niwapongeze kipekee kabisa mstahiki meya, mkurugenzi na timu yako na waheshimiwa madiwani, mliweza kutenga fedha zaidi ya milioni 280
kwa ajili ya marekebisho ya barabara kwenye bajeti ya 2024, 2025. Mlijiongeza pamoja na kujua kwamba barabara zinatengenezwa na TARURA na TANROADS. Nyinyi kama baraza mlitenga fedha zaidi ya milioni 280 kwa ajili ya kufanya matengenezo kwenye kata zetu, na matengenezo hayo yalifanyika.